nina appreciate sana siku ya leo. Kama ambavyo makusudi ya siku ya leo ni fursa ya kusisitiza umuhimu wa kuzingatia uhuru wa kujieleza. Hilo ni moja, kwa maana ya vyombo vinavyotakiwa kutoa au vinavyosimamia maeneo hayo, basi tafadhali sana Watanzania wanahitaji uhuru wa kujieleza ambao uko katika mipaka ya kisheria, kwa maana ya kwamba hawatakanyaga mtu. Ni vyema watu wapate uhuru wa kujieleza. Siku ya leo inatuhitaji tukumbushe hayo. Kwa hivyo ndugu Msigwa, Gerson Msigwa, tafadhali sana, kuna saa mambo fulani yanayofanyika huwa anatia aibu sana. Tuache mambo ya aibu kwenye taifa. Kuna watu ambao ni civilized, wanapoona tunafanya mambo ya aibu haya ya kilugha, kutoa makatazo ambayo yanatia aibu. Watu wanaposti habari za matukio yanayoendelea kwa majirani zetu Nepal na maeneo mengine, alafu unatoa makatazo haya ya hovyo. Ni vitu vya aibu sana hivi ambavyo kwa watu civilized wanaona tu walugha wamekaa kwenye position na wanakuwa wanatoa mambo ambayo yanaaibisha sana taifa, na unaibisha rika kwenye makatazo haya ambayo hata tasnia ya wenzako katika industry wanaona ni mambo ya ovyo kabisa yasio na maana. Kwa hivyo siku ya leo inahitaji kusisitize masuala ya msingi, umuhimu, uhuru wa raia, utawala wa sheria, kuhakikisha taasisi zinazowajibika na kulinda na kukuza haki za binadamu kutimiza wajibu wake. Mahakama, vyombo vya dola, nami niungane na Chadema wenzangu na Watanzania wenzangu kulaani sana kitendo kilichotokea leo mahakamani, ambacho kimekuwa kitendo cha kufedheha, cha aibu kwa mhimili wa mahakama, jinsi ambavyo vyombo vya dola kwa maana jeshi la polisi kuingia ndani ya nyumba za mahakama wakamkamata na kumfanyia kitendo cha ukatili afisa wa mahakama, mwanasheria Deo Mahinyila, ambaye alikuwa katika eneo lake la kazi. Kile kitendo na kilaaniwe mbinguni na kilaaniwe duniani. Kilikuwa ni kitendo kibaya, na nina appreciate hatua ambazo Tanganyika Law Society imekusudia kuzichukua. Wanawake ni majasiri. Katika tukio ambalo lilitokea leo la wanachama wetu na watu kupigwa, kuna mzee mmoja ambaye sio mwanachama wa Chadema alikuja mahakamani tu kwa ajili ya kufuatilia huyu mtu anaitwa Tundu Lissu, na katikati ya kupigwa nitoe pongezi sana kwa mwanadada Elizabeth Liz Mambosho. Mwanadada Liz Mambosho kwa ujasiri mkubwa aliingia katikati ya askari polisi na akaweza kumwokoa katika kipigo kibaya sana ambacho wote mmekiona kupitia rekodi za video zilizokuwa zimesambaa mitandaoni. Kwa hiyo mwanamama huyu Elizabeth kwa ujasiri akaingia na akamtoa katika mikono ya askari polisi ambao walikuwa wanamshambulia. Ni mambo ya ajabu sana, na ndio wito ambao nimeendelea kutoa mara zote kwamba vyombo vya dola, enyi jeshi la polisi, msiwe na hasira na raia, kwa sababu iko siku raia hawa watawageuka. Mtawapiga fimbo ya kwanza, mtawapiga fimbo ya pili, mtawapiga fimbo ya tatu, hawatakubali kupigwa fimbo ya nne. Watawageukia, na watakapowageukia watawararua na tutararuana. Kwa hivyo vyombo vya dola, tafadhali sana, watu wanapokuja mahakamani, kesho watakuja na tunawaalika watu waje mahakamani. Watu wanapokuja mahakamani kufuatilia shauri hili, hakuna mtu anakuja mahakamani kufanya fujo. Kuna mtu anakuja mahakamani kuharibu taratibu za kimahakama. Watu wanakuja kufuatilia, na kwa sababu watakuwa ni wengi, sio ajabu watu kurundikana pale nje. Kwa hivyo ni wajibu wenu kuwapanga vizuri, wakae kwa utulivu. Watakapokaa chini, basi wakae chini. Watakaokaa kwenye viti, wakae kwenye viti. Lakini hichi kitendo cha kuwapiga watu kwa njia hii
kwa kweli, afande IGP, vitendo vya namna hii hatutavivumilia. Sisi kama raia na ninyi kama jeshi wenye wajibu wa kutulinda, hatuwezi kuvumilia kipigo hizi namna hii ambacho mnawapiga watu bila sababu yoyote. Kwa hivyo tunawakumbusha leo, ikiwa ni siku ya demokrasia, kwamba taasisi na mamlaka zenye wajibu wa kutenda haki basi zitende haki. Mahakama itende haki, vyombo vya dola vitende haki. Na nihitimishe kwenye eneo hili la vyombo vya dola. Tumechukua hatua, na niwajulishe kwa mara nyingine tena Watanzania, chama chenu, chama kikuu cha upinzani ambacho chama cha wananchi hiki, tumechukua hatua katika kipindi hiki ambapo Chama cha Mapinduzi wamepuuza kabisa maoni ya Watanzania, kilio cha mahitaji ya mifumo yetu ya kiuchaguzi kurekebishwa, kuboreshwa. Sasa imekuja tuhuma ambayo imeletwa na kada wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Polepole, katika mambo mengi sana ambayo kada huyu wa CCM, si mwanachama wetu, amezungumza. Katika mambo mengi aliyosema, kuna jambo moja tumelichukua kwa userious unaostahili, kwamba Chama cha Mapinduzi wamekuwa na mtindo wa kuingilia mifumo ya kuhifadhi taarifa za wapiga kura katika daftari la wapiga kura ambalo linamilikiwa na tume hii ya uchaguzi, na wamekuwa wanaingilia mfumo unaohifadhi taarifa za raia, kwa maana ya vitambulisho vya raia, na kwa kuingilia huku wamekuwa wakitengeneza namna ya kuziiba kura. Sasa kama chama kikuu cha upinzani tumeona ni vyema tuchukue hatua, tutimize wajibu wetu wa kiraia. Huu ni wajibu wa kiraia, na tumemjulisha kwa kumwandikia barua mkuu wa majeshi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania CDF, kumweleza, huku tukimkumbusha wajibu wao kama jeshi la wananchi. Wajibu huu ulisemwa na baba wa taifa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 1990 wakati analiasa jeshi la wananchi, akiwaambia hivi tarehe 16 Agosti kwamba hili ni jeshi la wananchi, lina wajibu wa kulinda katiba na lina wajibu wa kulinda mfumo wa uchaguzi, ili Watanzania wanapopiga kura basi wapige kura na wawapate viongozi wao wa kiraia waliowachagua kwa haki. Kinyume na hapo, kwa maana ya mfumo wa uchaguzi ukiharibika, Watanzania wasipopata viongozi kwa haki, unaliingiza taifa katika hatari kubwa. Kwa hivyo tumetimiza wajibu huo wa kumjulisha mkuu wa majeshi ya Jeshi la Wananchi Tanzania kwamba mfumo wa uchaguzi unatuhumiwa kuingiliwa. Kwa hivyo kuna hatari ya taifa kufanya chaguzi ambazo hazitatoa taswira ya watu wamempigia nani na nani ndio awe kiongozi wao. The same tumemjulisha IGP, the same tumemjulisha na mkuu wa usalama wa taifa kwamba kuna tuhuma hii, na tuhuma hii inalazimisha kupata mamlaka iliyo huru ili uchunguzi ufanyike. Anayetuhumiwa hawezi kujitetea kwamba yuko safi. Hatutarajii tumuone mkurugenzi wa NIDA akanushe wakati anatuhumiwa. Hatutarajii mkurugenzi wa tume ajitetee wakati anatuhumiwa. Tunahitaji mamlaka huru. Kwa hivyo basi, niungane na wanachadema na Watanzania wote kwamba, na ndio muktadha wa mada hii, kwa maana ya uchaguzi bandia ambao sisi tumeuita batili, kwamba tunaamini na tunadhani taifa hili, kwa mustakabali wa amani yetu, kwa mustakabali wa umoja wetu, kama kweli tunalipenda taifa hili, basi tusilipeleke katika hatari. Tunaanguko tayari, tunaanguko na tunaelekea pabaya. Kwa hiyo tusipeleke pabaya. Maadamu akili zetu zimetuonyesha kwa haki, kwa wazi, basi tuna wajibu wa kuliita taifa pamoja, tuzungumze, alafu tuyaboreshe haya mapengo haya mashimo haya ambayo tukiyapuuzia, alafu tukaendelea na hili igizo linaloendelea hili ambalo halina mbele wala nyuma. Bila shaka tukikosea na tukawapuuzia Watanzania, tutafika pabaya. Kwa tunatoa tahadhari kwa mara nyingine tena kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado hatujachelewa.
na wala dunia haitakushangaa. Dunia itakuita jasiri kwa kufanya jambo ambalo halina rekodi huko nyuma, ikawa ni rekodi ya kwanza katikati ya hiki kinachoendelea, ukaliita taifa pamoja. Viongozi wa dini, tuliokoe taifa hili. Watanzania wenzangu, tuliokoe taifa hili. Wasomi, wanazuoni, tuliokoe taifa hili. Marafiki zetu wa ndani na wa nje, tuliokoe taifa hili, ili kama Watanzania tuyaponye kwanza haya ambayo ni dosari kubwa mno, ambayo inahatarisha amani na umoja na mustakabali wa taifa hili. Na baada ya kuliponya taifa hili, basi kisha kuwa na mifumo inayoaminika, twende mbele kama taifa moja. Atakayechaguliwa basi awe kiongozi ambaye ametokana na utashi wa Tanzania. Ninakushukuru sana Mkurugenzi Kitoka, wewe na timu yako yote ya Secretariat ambao mmeandaa kongamano hili la siku ya demokrasia. Siku ya leo ni ya kukumbushana taasisi mbalimbali kutimiza